Sisi NUMET ambao ni chama cha wafanyakazi ndani ya migodi na kwenye nishati pia ni wadau wa uchaguzi. Sisi ni wananchi ambao tuna haki ya kupiga kura, lakini pia kuna baadhi ya wanachama wetu wanaweza wakawa ni wagombea kwenye nafasi mbalimbali za kiserikali. Kwa hiyo uchaguzi mkuu unatuhusu. Na sisi kauli mbiu yetu italenga zaidi kuwaomba wadau wote wa uchaguzi wanaoandaa uchaguzi huu kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa ni wa haki, huru na unaoaminika, ambao utakuwa na uwezo wa kutuletea serikali itakayowajali wananchi, lakini pia kupata wawakilishi katika vyombo mbalimbali vya kufanya maamuzi, na hasa bunge ambako sheria zinatungwa, sheria ambazo zinawagusa pia wafanyakazi katika sekta ya nishati. Sababu sisi tunafanya kazi katika sekta binafsi ambazo kuna matatizo mengi sana na yanahitaji misingi imara ya kisheria. Kwa hiyo ni rai yetu kwamba tupate uchaguzi ambao ni huru na haki, tuweze kupata viongozi wazuri, tuweze kupata wabunge wazuri ambao wakifika mabungeni wanaweza wakatuwakilisha maoni yetu. Kwa upande wa changamoto, kwa kweli wafanyakazi kwenye sekta binafsi wana changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza kubwa kuliko zote ni mikataba ya ajira. Wafanyakazi wengi wanafanya kazi bila mikataba inayofuata sheria. Na kwa bahati mbaya sana, kwa sheria yetu hii iliyokuwepo, kulikuwa kuna aina mikataba ambayo inabishaniwa sana, ambapo waajiri walikuwa wakijificha kwenye aina mikataba ya muda mfupi. Sasa kulikuwa kuna marekebisho ya sheria hivi karibuni ambayo yalikwenda bungeni, na sisi vyama tuliitwa kaja kutoa maoni yetu, lakini kwa bahati mbaya hatujaona kama maoni yetu yamezingatiwa ipasavyo, kwa sababu bado inaonekana ile sheria ambayo inaruhusu mikataba ya muda mfupi bado ni kama vile inatengenezwa mazingira ya kuwepo. Kwa tunaamini bunge lijalo itabidi tujitahidi sana kuona namna ambavyo tunaweza tukashawishi wabunge waweze kutusaidia kupata mikataba ambayo inaendana na uhalisia wa ajira kwenye migodi yetu. Lakini swala la pili pia ni usalama wa ajira. Kwenye sekta binafsi usalama wa ajira ni mdogo sana. Ni mdogo sana kwa sababu waajiri wanaondoa makazini wafanyakazi bila kufuata utaratibu. Na kwa bahati mbaya katika marekebisho ya sheria tumeona adhabu zilikuwa zikitolewa awali ambazo angalau zilikuwa zikiwazuia waajiri kutowafukuza wafanyakazi bila utaratibu, ni kama vile zinapaliliwa. Mwanzoni sheria ilikuwa imeelekeza kwamba adhabu itakayotolewa endapo fidia itakayotolewa kwa mfanyakazi ambaye ameondolewa kazini bila kufuata utaratibu isipungue miezi 12. Lakini leo hii tunaona sheria sasa inaanza kuweka ukomo. Inaanza kuweka ukomo kwamba isizidi miezi hii, isizidi kiasi hiki. Sasa waajiri hawa wana ukwasi mkubwa. Hawa waajiri wanaofanya kazi kwenye migodi wanauza dhahabu, wanauza vitu vikubwa, thamani kubwa. Sasa unapotoa adhabu kidogo na mishahara ya wafanyakazi bado ni midogo, ni wazi anakuwa haoni shida kumfukuza mfanyakazi kwa sababu mwisho wa siku anajua ana uwezo wa kumlipa nao. Sasa hii inapunguza usalama wa ajira ya wafanyakazi. Sheria imeelekeza mfanyakazi anapofanya kazi muda wa ziada aweze kupata malipo ya muda wa ziada, lakini pia hata vile viwango vya mishahara. Kwa kama huna mkataba, maana yake ni kwamba mwajiri anaweza kukulipa vyovyote anavyotaka, au hata wakati mwingine asikulipe kwa sababu una mkataba. Lakini pia hata ule usalama wa ajira yako. Unaweza kaamka leo ukaenda kazini ukaambiwa kazi leo hakuna kwa sababu huna mkataba. Kwa hiyo mikataba ni jambo muhimu sana kwa sababu linaweka vigezo, linaweka masharti ya ajira, lakini pia linazungumza haki za mfanyakazi na pia kumpa haki zake zote ambazo anastahili kupata. Na hata inapotokea mwajiri amekiuka zile haki zake, mfanyakazi anaweza kutumia mkataba wake kwenda kwenye vyombo vya sheria kwenda kudai haki yake. Tunaona kuna mahali ambapo serikali yetu inatakiwa ifanye kazi yake vizuri. Kwa sababu serikali ina kaguzi za kazi kwenye mikoa yake. Kuna wakaguzi wa kazi, wanaitwa maafisa kazi wa mikoa. Kazi yao kubwa ni kusimamia zile standard za ajira. Standard maana yake ni zile standard ambazo vile viwango ambavyo vimewekwa na sheria. Kwa hiyo ni watu ambao tunaiomba serikali iweke usimamizi, iweke maelekezo, waweze kufanya kazi zao kwa weledi. Sisi kama chama tuko tayari kuwapa ushirikiano, na tumekuwa tukiwapa ushirikiano kwa nyakati zote, kuhakikisha kwamba pale ambapo wanahitaji taarifa kutoka kwetu tunawapatia. Wafanyakazi wengi wa migodini
pindi wanapomaliza ajira zao wanakuwa hawana uwezo wa kufanya kazi zingine. Kukuta watu mili imeumia, viungo havifanyi kazi na uwezo wa kujitibu tena hana. So ninachoweza kushauri serikali, kwa mfano hawa watu wanaodili na mambo ya usalama makazini, OSHA, ni kufanya ukaguzi wa kila mara. Though wanafanya, lakini pia haijawahi kuleta tija. Kuna migodi mingine watu wanafanya kazi kwenye mazingira magumu kweli. Ukiacha migodi mikubwa ya Tanzania ambayo inajulikana kama North Mara, GGM, Mbuli na Shanta kule, hiyo ni migodi ambayo kidogo imeboresha mazingira ya utendaji wa kazi. Kuna migodi mingine, kwa mfano kama hii mingine iko Mara na Shinyanga hapo, watu wanafanya kazi kwenye mazingira magumu. Ukienda kwa kama kule kusini kuna hawa watu wa migodi wanaofanya migodi ya Wachina wale pale. Mazingira ni magumu, watu wanafanya kazi, usalama hauzingatiwi. Sasa unakuta kama serikali isipokuwa makini, miaka ijayo tutakuwa na taifa lenye watu walemavu wengi ambao hawezi kuisaidia taifa kujiendeleza vizuri. Lakini pia Watanzania sasa hivi tuna wataalamu wengi kwenye hii sekta ya madini. Na hawa wataalamu hawatambuliki kwa sababu malipo yao hayaendani na wenzao wanaotoka nje ya nchi wanaofanya kazi zile zile kama wanazofanya wao. Sasa haya ni maeneo ambayo serikali lazima ihakikishe kwamba Tanzania wafanyakazi wake, wataalamu walionao hawawi cheap sana. Hatutakiwi kuendelea kuwa cheap laborers kwa hii miaka yote tuliokuwa nao. Sasa hivi Watanzania wanaendesha migodi wenyewe. Wanafanya kazi zile ambazo zamani ziliaminika kwamba ni za wazungu. Wazungu sasa hivi wamepungua, which is good. Na kama wakiboreshewa malipo, serikali inanufaika na kodi ile pale. Na hata kama Mtanzania akiwa anatoka hapa anaenda ku expatriate nje pale, anaenda kama mtu ambaye ana thamani yake, thamani ya kazi yake anayofanya inaonekana kwenye malipo yake. So serikali iangalie huo upande sana, kwamba wananchi wanaofanya kazi migodini wa Tanzania, kwa sababu tunavyoenda kwenye ile local content inataka Watanzania wengi wapewe nafasi. Sasa unapewa nafasi ambayo mwenzako ambaye hakuwa Mtanzania alikuwa anayo, ila wewe unalipwa kitanzania Tanzania, yeye alikuwa analipwa kizunguzungu. Sasa hizo tofauti lazima serikali iweke sheria ambayo itafanya mtu ambaye ni expert aweze kunufaika na kazi yake ile pale. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.